Kwa jina anaitwa Yohana G. Mpamba, wengi uniita Mkotoni. Ni katibu wa Chadema wilaya ya Chunya. Nipo hapa kueleza Chama cha Mapinduzi. Wala wasijidanganye kwamba Chadema tunaogopa uchaguzi. Chadema tumejipanga na tumejiandaa vilivyo. Hususan jimbo la Lupa wilayani Chunya tumejipanga vizuri sana. Na tunao wagombea thabiti. Nambari 1 yupo Papa Masaga Pius Kaloli, mwenyekiti wangu wa mkoa. Amejipanga vizuri sana na wala sasa anaposema hivyo nimemtaja leo hajaitajwa na wala hajanituma kunitaja. Mzee mkaanza kumvizia kule habari ya kutekana tena kwamba yule asinanilie. Yule ndio mwamba ambaye namtegemea. Lakini wapo wengine wapo chini ya carpet. Lakini mwamba zaidi ni huyu hapa ambaye anategemea kwamba kama reform zitafanyika za uchaguzi, CCM ijiandae kukabidhi jimbo la Lupa. Kwa sababu sioni hata katika wagombea wao ambao wanaweza kumtoa yule kijana. Kwa jinsi anavyoweza kujieleza, kwa jinsi anavyoweza kutetea wananchi wake. Chama cha Mapinduzi Chunya kimekuwa ni kile kila mbunge anayekuja kama anaahidi nawaletea maji, nawaletea sijui nini. Hayo maji toka miaka 30 sio ya huru. Miaka 30 ya Chama cha Mapinduzi, zaidi ya miaka 30 imekuwa ni hiyo tu ajenda yao. Mbunge anayekuja anataka nawaletea maji. Sasa ajenda si Chadema tuje na ajenda ya maji. Tunakuja na mambo mengi. Tunakuja kuwatetea wakulima wa tumbaku, tunakuja kuwatetea wachimba madini ambao miaka yote wameshindwa kusemewa. Waache propaganda Chama cha Mapinduzi na hawa wabunge hao ambao wanakuja kugombea. Propaganda hizo ndogo za kusema kwamba mimi tawasemea wabunge, tawasemea wachimbaji wakubwa na wadogo, au tawasemea wakulima wa tumbaku. Hizo ni propaganda blaza. Tuingie field, tuangalie ni namna gani tunakwenda kuhakikishia tunawatendea haki wana jimbo la Lupa. Chunya kama Chunya tumechoka. Chunya sio ya kwanza kusemea ita habari kuzungumzia habari ya lami. Tunazungumzia barabara za Changalao hivi leo. Tangu miaka ni enzi na enzi. Hii Chunya ilikuwa toka miaka 70 na kitu ni wilaya. Lakini mpaka leo tunazungumzia ita habari ya maji. Walikuja mheshimiwa Mwakembe, mheshimiwa nani hapa mwaka 2010, mheshimiwa Jakaya Kikwete alipokuwa anaomba kula. Alimsimamisha Mwakimwandosi akasema Chunya maji nimeshamaliza. Habari ya maji tazama nimekuja na maengineer. Mitambo imeshashushwa lakini mpaka leo ni uongo. Wanakuja kila mbunge sijui maji naleta. Hiyo habari hakuna blaza. Tunaye Masaga atasimama kidete, anakwenda kuwasemea wananchi, atakwenda kutoa amsha kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini reforms tuzitake kwanza. Lakini sio hivyo tu, nimeona mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi pale Dodoma. Wanasema wao wapo wanachama zaidi ya milioni 13. Ni kweli wanaweza kaa wapo hivyo. Takwimu zao zinaeleza hivyo. Kwa sababu walikuwa wanawasajili watu kwa kuwalazimisha. Lakini wanawasajili hivyo kama wao wanaamini kama wanachama zaidi ya milioni 13. Wanaogopa nini uchaguzi huru na wa haki? Hali wao wana dola, hali wao wana kila kitu. Waruhusu sasa mjadala au hoja za Chadema kwamba tubadilishe sheria za kiuchaguzi zile ambazo zinatakiwa, sio zote, ili watu tuingie kwenye uchaguzi. Wamesema viongozi wangu, makamu mwenyekiti wangu taifa bara Mheshimiwa Heche ameeleza wazi kwamba Chadema hatuogopi uchaguzi. Tunachotaka ni mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tuweze kuingia kwenye uchaguzi. Na hizo sheria zitakapobadilishwa, Watanzania wao wana mandate ya kumchagua mtu yeyote yule awaye wa chama chochote madamu wanamhitaji katika eneo lao. Tofauti na ilivyo saizi, unaweza kumchagua mtu lakini akachaguliwa serikali kamleta mtu ambaye sio yule aliyechaguliwa na wananchi. Sasa hivi ukiangalia wananchi wengi wamepoteza morali ya kwenda kupiga kura. Wamepoteza morali ya kwenda kupiga kura kwa sababu wanaweza kumchagua mtu ambaye wao wanamtaka lakini dola ikamtangaza mtu ambaye si matakwa ya wananchi. Nimerejea misingi hiyo kwa sababu ya kusema ni kile ambacho anakisimamia Mheshimiwa Heche, ndicho anachokisimamia Mheshimiwa Lissu, ndicho ambacho maazimio ya baraza kuu ambayo tuliyafanya sisi tarehe 21 mwezi wa kwanza kwa kupitisha kwa kukubaliana kwa pamoja baada ya kuona kamati kuu imependekeza. Jamani, katika hali hii tutaenda vipi huko mbele na chaguzi? Hali mwaka 2019 tumeona yaliyotokea. Tumeona yaliyotokea mwaka 2020 akapatikana mbunge mmoja. Tumeona 2024 tukafikiri baada ya zile foala sasa za mama, tukafikiri huku chini kutakuwa mabadiliko haya. Tumeingia kwenye uchaguzi. Lakini yaliyotokea ni yale. Tutaendelea kujitoa kafara mpaka lini? Hatuwezi kuendelea kuwa makafara kwa kuendelea
kushiriki chaguzi ambazo tunajua fika tunakwenda kumwaga damu, tunakwenda kufia kwa mapanga, tunakwenda kuuawa. Hicho ndio ambacho tunakipigania. Lakini serikali na vyombo vyetu, kwa mfano jeshi la polisi, na vyombo mbalimbali vya ulinzi, vikijitenga na siasa kama wanavyoshauri wengine, kama alivyoshauri Jaji Warioba, vikijitenga, tuwe na imani navyo, kwa sababu wao hivi vyombo ndivyo tunavyovitegemea sisi vitulinde. Tukiviingiza kwenye masuala ya kisiasa, tunavipa wakati mgumu wakati wa kutenda haki. Tambua wao wanasema tutii sheria bila shuruti. Ni kweli wengine tunatii. Unaweza kufika mahali tunaenda kwenye kusanyika yote, hatui na mapanga, hatui na mikuki, tunakuwa watupu. Wao wanapaswa watulinde. Nalipongeza sana jeshi la polisi tarehe 19 pale mahakamani Kisutu kwa namna tulivyoweza kushirikiana nao, tulivyoweza kushirikiana nao. Jopo mobu lote la watu lile, hakuna hata sisimizi aliyekanyagwa. Wakitulia, mimi naweza kusema kumbe ni maelekezo tu ambayo huwa yanakuwa. Tumeshirikiana nao vizuri, tumekula chakula vizuri, tumeimba nyimbo zetu, mahakama imeendeshwa vizuri, imemalizika na sasa imeahirishwa mpaka tarehe 2 kama walivyoahirisha. Na hivi kesho kama wanachunya tunategemea kuanza safari kuondoka kwa ajili ya kwenda kuungana na Mheshimiwa Lissu, kwa sababu kesi aliyoshtakiwa nayo na kwa sababu iko mahakamani, mimi sina mandate ya kuweza kuielezea. Mahakama ndio itakayo tafsiri kwamba Mheshimiwa Lissu ana hatia au hana hatia. Tunaamini mahakama zetu wapo mahakimu ambao wana roho thabiti, ambao wanasimamia kweli katika kweli. Wanasimama na Mungu na wanaapa na Biblia zinatumika na Qur'ani pia. Tunaamini haki itatendeka. Na kwa sababu lipo kule, mimi sina mandate ya kuweza kuelezea. Lakini kiufupi tu, kwa nini tunaenda kama wanachunya kule? Tunaenda kwa sababu hii kesi sio Mheshimiwa Lissu amehukumiwa, ni kama mwenyekiti wetu ameshtakiwa. Sio yeye peke yake. Mimi ni mjumbe wa Baraza Kuu Taifa, ni mjumbe wa Mkutano Mkuu Taifa. Kwa kwenda kuungana na Mheshimiwa Lissu pale Kisutu ni sehemu ya kwamba kwenda kulia naye, na ndio maana tunakwenda kumuona, tunakwenda kuungana naye. Naomba nitoe rai kwa wenzangu au niungane na wenzangu ambao wameungana na Mheshimiwa Gwajima. Nimemwona Mbarikiwa Mwakipesile, mtumishi wa Mungu, ubarikiwe huko uliko. Umeeleza yaliyo ya msingi na Mungu atakusimamia katika kweli. Najua mazila unayopitia nayo, lakini Mungu atabaki kusimama kuwa na wewe. Lakini pia naweza kuungana na watumishi wengine wa Mungu ambao wanakwenda kukemea. Namshangaa sana blaza wangu Jerry Muro. Yeye ni mtu ambaye ni hodari sana, ni mzungumzaji mzuri sana. Lakini kila alichokieleza, anaeleza kitu ni kama vile uchawa fulani. Yaani kana kwamba Watanzania sio kitu. Leo hii ukiangalia Mheshimiwa ndugu zangu waandishi wa habari, ukigonga wewe fisi au ukimkanyaga tu ukimuua, endapo katokea umemuua tembo, yani wewe ndio unatakiwa ulipe karibu milioni 30 serikali. Lakini tembo akiua mwanadamu, hakuna faini ambayo anaweza ikalipwa. Lakini mtu akiua tembo analipa zaidi ya milioni 30. Au ukipatikana tu na jino la tembo moja tu, ni zaidi ya milioni 30 hukumu yake. Hasa tunaangalia namna gani thamani ya mwanadamu imeshuka. Mimi ninavyofikiria, tuombe vyombo vyetu vinavyoendelea kutulinda, vyombo vyetu vya dola. Bado tuna imani navyo kubwa sana kwamba vikijitenga na siasa, tunayo haki, tunaweza kufanya siasa zetu safi katika taifa letu. Kwa sababu katika jamii tunakutana, ndugu zetu wengine ni wana CCM, ndugu zetu wengine ni wana ACT, unaweza kukuta mwana Chadema ameoa mwana CCM, au Chadema mwana CCM ameoa mwana Chadema. Kwa hatuwezi tukaenda kwa kuviziana na kuuana. Hii kitu tamaduni ni ya kizamani sana. Mimi nafikiri msingi wa Mwalimu Nyerere alivyoleta mfumo wa vyama vingi, alikuwa na logic kubwa sana, kwa maana ya kwamba ni kweli alisema upinzani wa kweli tutoka ndani ya CCM, ni sawa, tunakubali. Lakini hata sisi ambao tumezaliwa ndani ya Chadema, mfano mimi nimezaliwa Chadema, sasa kwa chama chochote, tuangalie basi ni siasa zipi ambazo tuzifanye. Tufanye siasa safi Tanzania ili ziwe vivutio kwa watu wengi, waweze kushiriki, kuchaguliwa. Lakini kwa siasa hizi ambazo zipo, ambazo zinaendelea za kuuana na kutekana, kila mmoja anaogopa kuingia kwenye uchaguzi, anaogopa kushiriki siasa. Lakini siasa zinatuhusu watu wengi. Zinamhusu mfanyabiashara, zinamhusu mama ntilie, zinahusu waendesha bodaboda, zinahusu watu waendesha magari makubwa. Zinatuhusu watu wote. Kwa msijitenga na hizi siasa kwamba hizi siasa zinawahusu watu pekee fulani, kwa sababu siasa ndio inayoamua maisha yetu pekee. Tunaomba tushirikiane katika hili. Mheshimiwa Gwajima asipewe vikwazo vyovyote.
Lakini kwa sababu wao yeye ana chama chake, wamemchukulia hivyo walivyomchukulia. Mimi naona kama wanapotoka kwa sababu Mheshimiwa Gwajima tunaweza kusema amesimama kama sehemu ya Mungu. Mungu hatuwezi kumuona hivi peke yake kwa macho. Tutamuona kupitia matendo ya watu ambao wanahubiri yaliyo mema. Na watu wengi wanasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Ingia mtandaoni leo wanaolia, ukielezea habari ya kutekwa, uangalie watu wanavyo support, jinsi wanavyokemea. Ameongea mtumishi Mbarikiwa, nimeona watu nimechungulia jana walivyounga mkono. Kaeleza vitu vya msingi. Kazungumza Mheshimiwa Gwajima, nimeona watu wengi wanalia na wanasimama naye. Kwa hiyo nimesimama hapa kama kuweza kuungana naye Askofu Gwajima kwa sababu amesimama katika kweli na yeye amesimama kwa niaba ya amesimama kwa niaba ya sauti ya wasio na sauti. Kwa sababu walio wengi hawawezi kushika mic. Walio wengi hawawezi kusema kupaza sauti zao. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Gwajima. Amini kwamba wananchi kutoka Chunya wako pamoja naye kwa sababu ameeleza vile vitu ambavyo ni vya msingi, vimewagusa kila mmoja. Mimi niombe sana taifa letu tusitumbukizwe kwenye mambo ya hovyo. Lakini naomba tunirejee tena hapo kulingana na wale wanaharakati kutoka Kenya. Alikuwepo yule Mheshimiwa Boniface, mwanaharakati Boniface. Yupo dada yetu Kalua. Ngoja kwanza Katibu, utamalizia hilo. Utamalizia. Yeah. Hapo kwenye swala la utekaji na nini? Suluhu ni nini ili kuondokana na hayo ambayo unadai kwamba yako nchini? Utekaji na vitu kama hivyo. Suluhu ni nini ili kuondokana na hayo kwa kifupi? Mimi nafikiri suluhu ya haya mambo ya utekaji, kama alivyoweza kushauri Mheshimiwa Gwajima, kama alivyoweza kushauri watu wengine, viongozi wa dini walivyopaza sauti zao, hoja hiyo kama kuna haja ya kupeleka bungeni, watu wa bunge wakajadili kwa sababu waangalie mustakabali. Na hii naona ni kama siasa za chuki. Yaani tunajenga siasa za chuki na ndio maana tunapelekea habari ya kuweza kuuana. Suluhu ya kindi nyingine ya kusema ni kwamba mamlaka husika, kwa mfano mama wetu Mheshimiwa Suluhu Hassan, yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuweza kueleza hili jambo au akaweza kulikemea. Asifurahishwe nalo kwa sababu maisha yanabadilika. Asifurahishwe nalo kwa sababu yeye hata kwenye nafasi aliyoikalia walikuwepo watu wengine ambao walitenda mema, lakini yapo mabaya pia ambao wamewatenda. Tunapenda kwa sababu yeye rais wetu Mama Samia hakuchaguliwa na wananchi. Inamaanisha amekaa pale kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Ndio iliyomweka pale. Na kimsingi mimi mwenyewe nakubali kabisa hilo, wala sina kipingamizi nalo. Asimame yeye kama rais kwa sababu yeye ni mama yetu, aweze kulikemea hili jambo, asifurahishwe nalo, wala asiwe sehemu ya kuonekana naye amelipendekeza. Lakini kwa hali hii, ukimya huu, wateule wake kutokuwajibika kwa wakati, Watanzania wengi wanamtafsiri kama na yeye anahusika, yani wanamtafsiri kwamba na yeye ana baraka kutoka kwake. Hali kitu ambacho mimi kwangu binafsi siwezi kuamini hilo. Kwa ninaomba mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kama unavyoweza kusema kufanya mambo mengine ambayo ni mazuri, hebu fanya kitu katika hili kukomesha habari ya utekaji. Kwa sababu una vyombo vingi vya kumsingi vya kusimamia. Unao usalama wa taifa, unao jeshi la ulinzi na usalama, unao jeshi la polisi. Hivi vyombo vyote vina uwezo mkubwa wa kumsaidia mama yetu. Mimi nafikiri hata wenzangu wanachadema naweza nikawashauri kwamba tusipeleke mashambulizi kwa mama kwa sababu yeye pale yupo tu yupo pale amesimama kwa sababu ya katiba yetu. Kwa tusiwe sehemu ya kukanyaga katiba. Kama katiba ndio imemweka pale, basi mama yeye pia aheshimu katiba na aliapa kwa Qur'an pia na kwa kulingana na dini yake, aisimamie Qur'an aone nasemaje. Atende mema kwa watu wote kwa sababu yeye ni mama yetu wote.